Zio. Sasa nilipata nafasi ya kuweza kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Nikaona kuna vitu ambavyo ukivipitia unajua pia vinaweza vikakusaidia uweze kujua mwelekeo wa nchi, mwelekeo wa serikali, ili uweze kujua hivi napitapitaje ili niweze kutusua wapi kuna fursa. Ni muhimu sana kupitia hivi vitu kiukweli. Kwa mfano nimeona na nikakumbuka kuwa kukiwa na njaa katika nchi yoyote ile, kukiwa na njaa huwa inaweza kusababisha vita. Lakini ukiona kabisa lishe imetosha kwenye nchi husika, ujue kuna amani. Tumbo bwana linaweza kusababisha mambo mengi sana. Nimeona kuwa kuna ongezeko la kiwango cha uzalishaji wa mazao ya chakula. Mwaka 2014, mwaka 2015 kiwango cha uzalishaji wa mazao ya chakula kilikuwa ni tani milioni 16 na ushare hapo, ambapo utoshelevu wa chakula ulikuwa ni 125%. Sasa kwa mwaka 2021 kiwango cha uzalishaji kilikuwa ni tani milioni 17, na mwaka 2024-2025 kiwango cha uzalishaji kimeongezeka kufikia tani milioni 22.8, ambalo hili ni ongezeko la 33%. Na ongezeko hili hapa limeiwezesha nchi ya Tanzania kuwa na utoshelevu wa chakula kwa 128%. Sasa ndo uanze kuangalia sasa wapi ambapo kuna fursa. Je, uingie kwenye mambo ya kilimo, uanze kuuza chakula na kadhalika? Jaribu kusikiliza na jaribu kufuatilia ili uweze kuona fursa ziko wapi na wewe pia ujichomekee humo ndani. Nimeangalia pia kuhusiana na iko wapi ile ya TIC, nimeiona hapa kuhusiana na kuna issue ya kesi, mambo ya mahakama. Budget ya mahakama imeongezeka kutoka bilioni 166, hii ni kwa mwaka 2020-2021, mpaka kufikia bilioni 321 kwa mwaka 2025-2026. Hii ni sawa na ongezeko la 93%, ambapo kuna majaji wapya 83. Majaji wa mahakama ya rufani ni 15, kati yao 4 ni wanawake, na majaji wa mahakama kuu 68, kati yao 30 ni wanawake, na ajira mpya za mahakimu na watumishi wengine jumla 1153, ambapo hii hapa imechangia ukuaji wa utoaji haki kwa wakati na kupunguza msururu wa kesi. Wewe unajua kesi kama zile za za ardhi zinavyochukua muda mrefu, kesi za mirathi zinavyochukua muda mrefu. Kwa hiyo at least kwa sababu budget huko imeongezeka na watu wahusika wameongezwa, ina maana kesi sasa hivi zitakuwa zinaenda at least kwa haraka zaidi. Nimeona hii hapa nikasema pia ni share na wewe. Fursa. Rais Samia ili kuvutia uwekezaji amefuta kanuni 66 na kupunguza tozo, ada na fine mbalimbali zipatazo 383, na kukifanya kituo cha uwekezaji yani TIC ambao tulikuwa nao wiki kadhaa zilizopita kusajili jumla ya miradi 2175 iliyopo kwenye sekta mbalimbali za uzalishaji na huduma, ambapo miradi hii hapa ina jumla ya thamani ya dola za Marekani bilioni 25.53 na inatarajia kuzalisha jumla ya ajira 650 za moja kwa moja. Hii itapunguza tatizo la ajira kwa kiasi kikubwa. Hii hapa sasa ni wiki iliyopita tu ambapo nilikwambia kabisa kwa nilienda kutembelea hiki kituo cha uwekezaji Tanzania TIC, na hii miradi unakuta kabisa kuna whiteboard pale kwenye reception imeandikwa idadi ya hii miradi ambayo inafanyika. Imeshaandikwa miradi ambayo tayari ipo kwenye process ya kufanywa kazi. Kwa hiyo alipokuja hapa mkurugenzi mtendaji wa TIC alisema kabisa Bwana Gilead kuwa jamani, karibuni uje nenda kaone wapi ambao unaweza kupata fursa ya kujichomeka ukafanya kazi na watu wengine ili uweze uweze kupata kipato na wewe. Nenda kajichomeke, nenda kaulize maswali ili na wewe uweze kujua kama kuna chochote ambacho unaweza kufanya kwenye project yoyote. Labda wewe ni project manager, labda unaingia kwenye project yoyote kwa namna moja au nyingine. Nenda tu kaulize, you have nothing to lose.
Yani we katiza pale, unaruhusiwa kufika, we ni Mtanzania pale, utakaribishwa, we ni Mtanzania, kile ni kituo chako, nenda pale, nenda TIC, nenda kaulizie zaidi kuhusiana na hii miradi zaidi ya 2000 ambayo inaendelea sasa hivi, uweze kuona na wewe unanufaikaje.